aliwaambia huo moto ukokeni mara 7, na namba 7 ni namba ya Mungu. Kwa hiyo akawaambia waukoke mara 7. Sielewi zile kuni zilikuwa za kiwango gani na ziliongezwa kwenye kuni zilizowaka kiwango gani. Ule moto ukakubali sauti ya mfalme, ule moto ukapuguma hasa, ukaanza kuimba, maana umeamliwa kwa namba 7. Ulipoanza kuimba kwa namba 7, ndugu, walipowatupa wenye haki ndani ya ule moto, yani ule moto ukawa rafiki. Ndio sababu tunajifunza tuwe wenye haki, ili tusije chomwa moto wa hasira ya Mungu. Kwa hiyo kina Shadraka wakawa wanatembea ndani ya moto, kwa sababu hawana ubaya wa aina yoyote. Haya ndiyo maisha ya mtu aliyeokoka, ndiyo maisha ya mtu aliyeokoka. Wazee wa kanisa, mmesikia? Mbingu zimeitika. Kuna nchi ambayo hakuna manyunyu ya mvua. Ukisikia unanena neno la Mungu halafu ukasikia cha 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 cha, oh, utukufu kwa Bwana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hukumu ya Mungu inatisha, inatisha. Ndio sababu wapendwa, tukazane na tusaidie sana watoto wetu katika Bwana. Tuwaombee na kuwashauri kwa viwango vikubwa. Yaani ni mbaya kabisa kwenda mbinguni halafu watoto wakaenda jehanamu. Ni mbaya. Lakini kama vile tulivyojifunza hapa, tukafika mbinguni kila mmoja naona uzao wake, ni furaha iliyoje. Biblia inaposema tutarukaruka kama ndama, tutaruka, ile furaha ya maisha ya uadilifu tulioyaishi. Sasa tumefika, tumepona, hakuna hukumu. Tutaruka, tutaruka, tutaimba wimbo wa Musa na mwana kondoo kwa furaha. Lakini chanzo tufurahie mafundisho kwa kuijua hukumu ya Mungu na kuiogopa na kuishi maisha matakatifu yenye uadilifu. Maana tunajua jehanamu watatupwa waovu wote na wabaya wote katika ziwa la moto. Ndio Sefania sasa anaeleza kuhusu hukumu hiyo ya Mungu, jinsi ilivyo ya kutisha. Sasa unadhani mpendwa, kama tukijifanya kama hakuna hukumu ya Mungu, tutasaidiaje hii jamii kubwa inayotuzunguka? Sisi tunaosoma Biblia hatuoni kama kuna hukumu ya Mungu, halafu sisi wenyewe tukakosa utii, sisi wenyewe tukakosa uaminifu. Tutaisaidia hii jamii inayotuzunguka? Yaani Mungu atupe wepesi wa kupenda kuliongea neno la Mungu na kulisimamia. Tuwaambie watu Yesu anarudi. Yesu anaporudi anakuja kuchukua walio wake, lakini wale wakorofi wote waliokataa, wote jehanamu inawahusu. Yaani uwe una sifa za aje, madamu umekataa wokovu, unakwenda motoni. Unaheri wewe uliyechagua kuwa mpole. Bwana asifiwe. Yaani unaheri kubwa, na Mungu anajishughulisha na wewe ili akutoe mahali, akupeleke mahali. Kuanzia sasa anza kuona kwamba kwa sababu umechagua maisha ya upole, Mungu anashughulika sasa kukutegamaza.
Mungu anakutegamaza katika kazi zako za mikono, katika shughuli zako, katika biashara zako, katika njia yako. Mungu anakutegamaza. Anza kuona Bwana anashughulika na maisha yako, lakini usiwe mkorofi, usiwe mbishi, uwe mtii, uonyeshe unyenyekevu, uonyeshe uaminifu, uonyeshe kuwa mkweli. Mungu anaku unaweza